Suratu Zukhruf tumeamua turudi nyuma kidogo kwa ajili ya kukamata vizuri maelezo. Aya ya 74, a'udhu billahi minash shaitani rajim, innal mujrimina fi adhabi jahannama khalidun la yufattaru anhum wa hum fihi mublisun wama dhalamnahum walakin kanu humudh dhalimun wanadaw ya maliku liyaqdi alayna rabbuka qala innakum makithun. Innal mujrimina, hakika wavunja sheria ya Mwenyezi Mungu. Mujrim ni mvunja sheria. Aya 74 ya suratu Zukhruf. Innal mujrimina, hakika wavunja sheria ya Mwenyezi Mungu ambao hawakutaka kuifuata sheria yake katika hii dunia, si kwenye mambo ya ibada wala kwenye mambo ya maisha. Hawakutaka kuifuata, wakaivunja sheria ya Mwenyezi Mungu. Mujrimu ni mvunja sheria. Hata katika sheria za kidunia, mvunja sheria katika lugha ya Kiarabu anaitwa mujrim. Hata katika lugha ya Kiurdu anaitwa mujrim. Hata katika lugha ya Kifarsi Kiiran anaitwa mujrim, mvunja sheria, ambaye ni criminal au criminal kwa Kiingereza. Innal mujrimina, hakika walioivunja sheria ya Mwenyezi Mungu, fi adhabi jahannama, katika adhabu ya Jahannam, khalidun, ni wenye kudumu, watadumu katika adhabu ya Jahannam, kwa sababu duniani hawakutaka kuifuata sheria ya Mwenyezi Mungu katika maisha yao. Watadumu. La yufattaru anhum, haitapumzishwa kwao hiyo adhabu, au hawatopewa kitambo cha mapumziko. Hakuna likizo, hakuna holiday, hakuna mapumziko ya aina yoyote katika adhabu hiyo. Continuous, mfululizo adhabu tu, mwanzo mwisho. Sasa hivi duniani hata kwenye magereza wanapewa siku moja kidogo ya kurelax, kupumzika. Siku za sikukuu zile inawekwa siku moja hivi wanapumzika. Humu ndani ya Jahannam watadumu, na hakuna siku wataambiwa leo mnapumzishwa mateso. Hamna. La yufattaru, hawatopewa kitambo, hawatopumzishwa. Fatra ni kitambo. Ala fatratin minar rusuli, hawatopewa kitambo hawa. Fatra ni kitambo, manake hawatapewa likizo, hawatapewa mapumziko, hakuna holiday, hakuna likizo leave, hakuna chochote, ni adhabu mfululizo. Wahum fihi, na wao humo ndani ya Jahannam, mublisuna, ni wakata tamaa. Wamekata tamaa, hawana matumaini ya kutoka. Fikra za kwamba iko siku labda patakuwa na mabadiliko haipo. Kama inavyofanyika duniani, kuwa rais anaweza akatoa msamaha kwa baadhi ya wafungwa. Kwa hivyo natumai labda na mimi nitakuwemo katika msamaha wa rais. Hakuna matumaini ya kutoka. Baada ya kusema mno haya ambayo kwa vyovyote vile ni makali, yaliyokosa huruma ya Mwenyezi Mungu, ana huruma lakini kuna sehemu na anakuwa shadidul iqabi, azizun dhuntiqam, mkali wa kuadhibu, tena ni mwenye nguvu, mwenye kuangamiza. Aya hizi, innal mujrimina fi adhabi jahannama khaliduna la yufattaru anhum wa hum fihi mublisuna, zimeonesha kuwa Mwenyezi Mungu hapa hakuweka huruma hata kidogo. Ndio maana aya mbele nasema wama dhalamnahum, na hatukuwa dhulumu. Msifikiri kwa kuwafanyia hivi tumewaonea, tumewadhulumu, la hasha. Wama dhalamnahum, na hatukuwa dhulumu, walakin, lakini kanu humu dhalimuna, wao ndio waliokuwa madhalim. Wamekuwa wao ndio madhalim katika dunia, wanaonea wenzao. Sasa hii ndio adhabu yao. Hatukuwa dhulumu sisi, wameataka wenyewe. Wanadau ya Maliku, na wataita waseme, ewe Maliki, ambaye Maliki hapa si Mwenyezi Mungu, ni malaika. Tumesema Mwenyezi Mungu anayo sifa ya Maliki, Maliki yaumi din, lakini vile vile kuna malaika atakayesimamia mambo ya moto anaitwa Maliki. Hapa hawamwiti Mwenyezi Mungu, wanamwita yule malaika Maliki. Ya Maliku,
wanadau, na wataita kwa sauti kubwa, watapiga kelele, ya Maliku, ewe malaika wewe unaitwa Maliku, msimamizi wa motoni. Liyaqdi alaina, wacha tumalize, rabbuka, Mola wako. Wacha tumalize, Mola wako. Bora tufe tu kuliko kubaki hai tunateseka namna hii. Bora tumalize. Mwambie Mwenyezi Mungu atufute, tusiwepo kabisa. Liyaqdi alaina, qadha ala manake ni kumaliza. Na unaona mbele akasema rabbuka, Mola wako. Kwa hivyo Mola ni mwingine na Maliku ni mwingine. Maliku ni malaika. Ya Maliku, ewe malaika Maliku. Liyaqdi, acha tumalize. Qadha ala manake kumaliza. Ukitumia qadha alafu mbele ala inakuwa manake kumaliza katika lugha ya Kiarabu. Kama ilivyokuja kwenye sura Al-Qasas kule, fastaghathahu alladhi min shi'atihi ala alladhi min aduwi fawakazahu Musa faqadha alayhi. Musa alimpiga ngumi moja tu mtu ikammaliza. Fawakazahu Musa, akamtandika sumbwi, au wengine sema akampiga bapa, faqadha alayhi, likammaliza lile moja kwa moja kenda zake. Liyaqdi alaina rabbuka, na tumalize Mola wako kuliko kubaki kwenye haya mateso. Atuue mara moja basi. Watatamani hivyo. Qala, atasema huyo Maliku, innakum makithuna, hakika nyinyi ni wakaaji humu. Ndivyo ilivyojaliwa na Mwenyezi Mungu, nyie mkae humu. Sasa mkimalizwa tena atakuwa wakaaji vipi? Mshasajiliwa kwenye daftari la motoni, nyinyi ndio wakazi wa motoni. Sasa mkimalizwa tena moto atakaa nani? Innakum makithuna, nyinyi ndio wakazi. Makatha yamkuthu, famakatha ghaira ba'idin, akakaa si mbali sana. Makatha ni kukaa. Innakum makithuna, nyie ni wakaaji, au kwa neno nyingine nyie ni wakaazi humu, ndio wakazi wa motoni. Huu moto umetengenezwa waje wakae kama nyinyi. Sasa mkimalizwa tena utakuwa hauna mkaaji, moto utakuwa na maana gani? Hamwezi kumalizwa. Innakum makithuna laqad ji'nakum bilhaqqi walakin aktharakum lilhaqqi karihun. Ndio tunaanza leo darasa leo, tumezirudia hizi angalau tuweze kwenda sambamba na somo. Laqad ji'nakum, kweli hakika tumekujieni, bilhaqqi, kwa haki, walakinna aktharakum, lakini wengi wenu, lilhaqqi, kwa hii haki tuliokuja nayo, karihuna, wanachukia, hawapendi. Kwao karaha, haki hii kwao ni karaha, wanaichukia, hawaipendi. Na ndio hao mujrimina waliovunja sheria, wanaiona sheria ya Mwenyezi Mungu kikwazo, inawazuia starehe zao. Kila wanachotaka kufanya, ili haramu, ili halifai, ili usifanye, hapa abudu, hapa toa zaka, hapa toa sadaka, sio hichi usitizame, sio hivi, inawakera ile sheria. Wanataka ulimwengu uwe uwanja wa fujo, mpatae, kila mtu afanye anavyotaka. Kwa hivyo sheria ya Mungu inakuwa kwa kero. Walakin aktharakum, lakini wengi wenu, lilhaqi, kwa hii haki tulokuja nayo, sheria ya Mwenyezi Mungu, karihuna, ni wenye kuchukia. Mnachukia, hamuipendi. Mambo ya kuitwa kwenda kuswali adhana alfajiri, uamshwe mapema, Ramadhani ukae na njaa kutwa, mali uchume mwenyewe alafu naambua utoe zaka, upige mahesabu, dhiki. Mwanamke unamtaka kisha kukubalia kwa kiwango cha pesa, unaomba usifanye zina mpaka umuoe. Maisha kama tupu wanaona wao. Wanataka hapa duniani waachiwe, wafanye fujo wanazotaka, wawe huru, inawakera haki. Ndio maana kuna watu wengine ukitaja tu mambo ya dini, wakikuona mtu wa dini, si wanaona kama vile dini na wanyima watu uhuru. Kumbe inawaweka watu kwenye nidhamu katika maisha. Wao hawafahamu faida ya nidhamu. Kuna mtu mmoja alikwenda jeshini. Alipofika jeshini akakuta katika kozi aliyokwenda kuisomea ya ukomando, moja ya mafundisho yake lazima uwe na uwezo mkubwa wa kukaa na njaa. Akakuta watu wote wenye msingi wa kufunga hawapati tabu na kozi ile.
Lakini wale watu ambao wamezoea kula mchana mwaka mzima siku 365 na robo, yeye anakula tu kobe la mchana. Usiku anakula, mchana anakula, asubuhi anakula, jioni anakula. Akitiwa kwenye kozi hiyo anaanza kupata tabu. Lakini kuna wale ambao angalau wanafunga mwezi mmoja katika Ramadhani, wengine naongeza na saumu za sunna mbali na 6 min Shawwal na nini, akiambiwa kukaa na njaa anaona ni jambo la kawaida. Kuitwa kila mara uripoti ofisini. Asubuhi mapema mnaamka, paredi mnaripoti, mchana mnakwenda mnaripoti, mnakula, alasiri mnaripoti, jioni mnaripoti, usiku mnaripoti. Anaona tabu kwa sababu hajazoea kuitwa na adhana kwenda msikitini mara 5 kwa siku. Yule aliyozoea kuitwa wala hao ni tabu. Kuna mtu mmoja akasema Muislamu anayefuata Uislamu vizuri, kumfanya kuwa askari au mwanajeshi ni kazi rahisi kuliko Muislamu asiyefuata Uislamu vizuri au mtu wa dini nyingine. Kwa sababu wakati wa kazi askari wote atakiwa amelewa. Sasa Muislamu wa kweli halewi wakati wowote, ikiwa wakazi si wakazi. Sasa si kwa kazi rahisi. Ndio maana mataifa magharibi yanatuogopa sana sisi Waislamu tukiamka. Kwa sababu hii dini inatuandaa kuwa sisi ni wapiganaji. Hii dini yenyewe. Kuamka mapema, kulala mapema, kuitikia wito, kufuata amri za imamu pale, inakimiwa sala nyote mnakwenda, akirukuu mnarukuu, akisujudu mnasujudu, tayari ni amri hizo. Mazoezi ya viungo yamo ndani ya sala. Sisi tumeandaliwa kimapambano. Yule anayesali wiki mara moja tu, wiki mara moja, Jumamosi au Jumapili, na akenda anakaa kwenye benchi, mara kasinzia, mara mguu mmoja kauweka hivi, mara watoto wanafanya fujo, hajapanga safu, hana nidhamu, hainami, hainuki, kaandaliwa vipi sasa? Tumefahamiana? Hichi kitendo cha kusujudu mtu akaenda mpaka chini, halafu akatoka chini akanyanyuka akaja zake juu, hajakamata kitu chochote, ni zoezi moja kubwa sana. Zoezi moja kubwa sana. Na ikiwa mtu tangu balighe yake mpaka anazeeka anasali tu, anakwenda akisujudu na kurudi juu, anakuwa na uwezo mkubwa sana wa kubeba mwili wake kupeleka juu na kurudisha chini. Dini yetu sisi imeandaliwa kimapambano, lakini sisi wenyewe hatujui, tunaona ni mambo ya kawaida tu. Basi innakum makithun laqad ji'nakum bil haqqi walakinna aktharakum lil haqqi karihun. Am abramu amran, au wamekata shauri, fa inna mubrimun, hakika sisi ndio wakata shauri. Kiswahili cha zamani kukata shauri au kuamua jambo, Kiswahili cha sasa. Am abramu amran, je wameamua jambo? Wajiulize makafiri hasa siku ya kiyama, liko jambo waloliamua wao likawa? Mambo yote yamekwisha duniani. Kifo kimewakuta, hawakuweza kukizuia. Kaburi limewakuta, hawakuweza kuzuia liomo. Kufufuliwa kumewakuta, hawakuweza kuzuia. Kuhesabiwa kumewakuta, hawakuweza kuzuia. Na kuingizwa motoni kumewakuta, hawakuweza kuzuia. Wameamua nini? Am abramu amran, au wameamua jambo, liko loamua, fa inna mubrimun, hakika sisi ndio waamuzi wa mambo, anasema Mwenyezi Mungu. Sio binadamu. Binadamu anaweza kufikiri anaamua, kumbe haamui. Na mimi nitakupa mifano ujue kwa binadamu katika mambo makubwa kabisa ya msingi kabisa ndio hana uamuzi kabisa, na yale mambo ambayo anajiona anaamua ni mambo madogo sana katika ulimwengu yakilinganishwa na yale ambayo hawezi kuyaamua. Nakupa la kwanza, hakuna binadamu aliyeamua baba yangu awe nani au mama yangu awe nani. Na anaweza kusema mimi nilichagua baba nikachagua na mama? Na wallahi inafika mahala binadamu anaweza kufikiri akasema kama ningepewa fursa kubadilisha baba huyu ningembadilisha. Unaweza? Acha hiyo. Rangi uliozaliwa nayo umeiamua? Sura, kuwa na hilo jichwa ulionalo kama TV ya Hitachi, likiwa chogo likiwa bapa, umeliamua wewe? Pua umeamua wewe?
Vile vitu vya msingi unavyoringia, unavyodekea, ndo huna uamuzi navyo kabisa. Na ndio maana ubaguzi inakuwa dhambi kubwa sana. Kwa sababu ukijiona mzuri mwenzako mbaya, hujaamua wewe mzuri, wala hajaamua wewe mbaya, tena unambagua vipi? Na kujitukuza wewe kwa sababu ni jambo una uamuzi nalo, ni kushukuru tu. Ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, ukijitazama kwenye kioo, ukishakujiona useme Allahumma hassin khalqi kama hassanta surati au kama hassanta wajhi. Mwenyezi Mungu zifanye njema tabia zangu kama ulivyofanya mzuri uso wangu. Shukuru tu. Kwa sababu yale mambo makubwa na ya msingi. Jinsia hujaiamua. Nani kaamua azaliwe mwanamume hapa? Sasa kama ungezaliwa demu na saa hizi ndio mume wako kwamba nipikie chai wala usende kwenye darasa, ungefanya nini? Ungekuja hapa? Si bana, haya bwana, unampikia mumeo chai saa hizi, tena umevaa kanga kiuno. Hujaamua utakuwa mwanamume. Mungu kakuamulia kwa mwanamume, yule kaamulia kwa mwanamke. Mambo makubwa kwa kweli katika uhai wetu na maisha yetu ndio ambayo hatuna uamuzi nayo. Na yale twenye uamuzi nayo sisi tunaona makubwa wala si makubwa. Uraia wa nchi hujauamua wewe. Kwamba wewe uzaliwe Zanzibar au uzaliwe Tanzania bara, wewe Mtanzania au wewe Mngereza, wewe wapi, umeamua wapi? Vyote hivyo vimeamuliwa na wewe huna uwezo nao. Sasa tena binadamu kaamua nini mpaka afike mahala atambe? Lazima mnyenyekee Mola wake aliyemuumba kwa namna alivyomuumba na mahala alipomweka. Ama abramu amran, au wameamua jambo, hawajaamua lolote hawa, fa inna mubrimuna, sisi ndo tuloamua mambo yakawalazimisha kuishi tulivyotaka. Tena vipi wanakufuru, vipi wanaasi? Mwenyezi Mungu bwana akimwaga hoja kwenye Qur'ani ukatuliza akili yako, hutoki. Mpaka meno yalivyokaa akaamua yeye, mpaka domo lilivyokaa akaamua yeye. Una namna wewe. Sasa unaamua nini wewe? Lazima umnyenyekee. Fa inna mubrimuna, sisi ndo tuloamua. Am yahsabuna, au wanadhani, anna kwamba sisi la nasma'u sirrahum wa najwahum, hatusikii siri zao na minongono yao. Wanafikiri makafiri na binadamu kwa ujumla kwamba Mwenyezi Mungu hasikii siri za binadamu na minongono yao. Kwamba labda wakisema siri, wakinongonezana hivi, labda sisi hatujui. Ya'lamu sirra wa akhfa, anajua siri na kilichojificha zaidi. Mwanadamu akifikiri tu katika mawazo yake, Mwenyezi Mungu kishajua huyu kafikiri nini. Hata malaika hawajui. Sasa malaika wanakaa kuandika mpaka utende, mpaka utamke, ndio wana nini? Wanaandika. Lakini kama umekaa tu sasa hivi unafikiri, hafuna mtukana mtu kwenye mawazo yako, shenzi ile mwanaharamu, unafikiri anayejua ni Mungu tu, na wewe mwenyewe unafikiri. Malaika hawajui mpaka useme, mpaka utende. Lakini Mwenyezi Mungu anajua katika elimu yake. Sasa kuna siri gani utakayomficha Mwenyezi Mungu? Ikiwa wewe unalolifikiri Mwenyezi Mungu analijua. Hata ukianzisha tu jambo litakavyoendelea mpaka litakapoishia, Mwenyezi Mungu keshajua yote. Elimu ya Mwenyezi Mungu haipimiki katika uwezo wa binadamu. Ya malaika ina ukomo, ya mitume ina ukomo, ya kila kiumbe ina ukomo, ya Mungu haina ukomo. Am yahsabuna, au wanadhani, anna la nasma'u sirrahum, kwamba sisi hatusikii siri yao, wanajuahum, na minongono yao. Siri inaonekana ni ile aliyokuwa nayo mtu moyoni. Minongono ni ile unokuwa zaidi ya mtu mmoja, lakini mnazungumza kwa kiwango ambacho mnasikilizana nyie tu. Siku hizi neno najwa limetafsiriwa kuteta. Kwenye Kiswahili cha matumizi ya wengi, njoo tutete, yani njoo tu tunongonezane, tuseme. Ziko lahaja za Kiswahili zinazosema kuteta manake kuzungumza kwa siri. Lakini ziko lahaja nyingine za Kiswahili zinasema kuteta ni kugombana. Kuteta ni kugombana. Wanateta manake wanagombana. Wengine wanateta manake wanazungumza siri. Hasa bara, lahaja za bara nyingi kuteta ni kuzungumza siri. Lakini Mombasa, Lamu kuteta ni kugombana. Nafikiri sehemu kubwa hata Pemba kuteta ni kugombana.
na baadhi ya sehemu hapa vile vile kuteta ni kugombana. Kwa hivyo sipendi kulitumia neno najwa kuteta, kwa sababu litaleta mgongano wa kila haja katika matumizi ya lugha ya Kiswahili. Inabakia pale pale minongono, kunongonezana, manake kuambizana kwa madhumuni ya kwamba mjue nyie tu watu wawili. Mnanongozana mjue nyie watu wawili tu. Na Mwenyezi Mungu kasema ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum, hawawi watu katika mnongono watatu ila Mwenyezi Mungu ni wanne wao. Hata hiyo minongono nayo wanaijua. Kunongonezana yani kusema kwa namna ambayo wengine wote msiotaka kuhusika wasijue. Basi wao wanadhani, wanadhani kwa Mwenyezi Mungu hajui siri zao zilizomo ndani ya nyoyo zao na minongono yao wanaponongonezana? Yote anajua. Kama nilivyosema, elimu ya Mwenyezi Mungu haina ukomo. Elimu ya viumbe ndio ina nini? Ina ukomo. Am yahsabuna, au wanadhani anna kwamba sisi la nasma'u, hatusikii sirahum, siri zao, wanajuahum na mingono. Bala, hapana, tunasikia. Wa rusuluna, na wajumbe wetu, ladaihim, mbele yao, yaktubuna, wanaandika minongono. Malaika hata mkinongonezana wanajua. Nimekwambia malaika ukifikiri tu ndo hajui unachofikiri nini, lakini mkinongonezana tu kwa sauti japo ndogo, malaika anasikia na anaandika. Hapa rusul manake ni malaika. Kama tulivyosema, neno rasul si muda wote kulitafsiri kwa ni mtume. Rasul wakati mwingine pia anakuwa malaika. Rasulun amin manake ni Jibril. Kwa hivyo rusul wakati mwingine ni malaika, kwa sababu nao wanatumwa na Mwenyezi Mungu kwenda kufanya kazi. Wa rusuluna, na wajumbe wetu malaika, ladaihim, mbele wao, yaktubun, wanaandika minongono yote wanaonongonezana hao, inaandikwa na kuwekwa kwenye rekodi. Halafu cha kushangaza, siku ya kiyama mtu atayaona kwenye daftari lake. Ndio maana kuna ile aya inasema, atasema mtu mali hadha alkitabi, lina nini daftari hili, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, haliachi kubwa wala dogo, yote yamo. Kwa hivyo mpaka minongono inaandikwa na yote itakuwemo. Mwenyezi Mungu kubainisha haya, anataka tuishi duniani tukiwa tunafahamu fika kuwa hatuwezi kumficha jambo Mwenyezi Mungu. Na ukifahamu hivyo itakusaidia kuwa moga wa kumwasi. Tumeelewana vizuri hapo? Niliwahi kukupeni mfano huu na leo nautoa tena. Wakati tunasoma Saudi Arabia, tukifika Jeddah airport, tunakaa masaa mengi kidogo pale kusubiri ndege ya kwenda Nairobi. Tunaingia vyooni wakati mwingine. Kumbe vile vyoo vya airport ya Saudia, hasa pale Jeddah, vyote vina vikamera vidogo vidogo kama vitaa mle ndani. Unachokifanya chooni kule unaonekana kwenye control tower. Lakini sisi tulikuwa hatujui. Tumekuja kujua vipi? Kuna mtu mmoja Mtanzania aliingia mle akapiga ponyeto. Haya. Wamemwona. Wakamwambia ya sheikh la tafal hadha. Kuna kimikrofoni kinasema mle, anaambiwa haram. Akashtuka kweli, mdumana ukanywea kama springi. Ikabidi aseme kumbe humu bwana tunaonekana humu, ilikuwaje? Askari wakashuka bwana, wakamtafuta. Bwana usifanye mambo hayo bwana, hii ni Saudi Arabia, hayo mambo huko kwenu. Sasa ikawa sote tukiingia chooni sisi tunaogopa. Yaani mtu akaenda kule, ile kanzu anaipandisha kama vile mwanamke anavyojisaidia haja ndogo. Unajua mwanamke akijisaidia chicheroni haja ndogo, anapandisha hapo, anachuchumaa hivi kidogo, halipandishi lote. Anakaa kitako afu anatazama huko na huko. Nani ananitazama mimi huyu? Tuna wasiwasi katika vyoo vile. Hasa ikiwa uko chooni tu, choo cha airport ambacho walinzi tu kwa sababu za kiulinzi wanakuona, unapata wasiwasi. Je, ukiamini kuwa Mwenyezi Mungu anakuona katika kila hatua, hupati wasiwasi vipi?
Isitoshe na kuna malaika wanaandika kila unachokifanya. Hupati wasiwasi vipi? Lakini sasa sisi kwenye imanu bil ghaibi tumeshuka sana. Tukipimana katika imanu bil ghaibi, kuamini vile visivyoonekana, si tumeshuka sana Waislamu siku hizi. Kuamini malaika, kuamini Mungu anakuona, tuko chini sana katika eneo hili la imani. Ajabu ya Mungu, tumekwenda kupanda kwenye imani ya majini. Pale pana majini nimespiti, nimerogwa, si nini. Huku mtu kaamini majini kwa nguvu zote. Malaika siku zote anaambiwa yuko nao, haamini. Akaambiwa umetupiwa jini tu. Malaika wako siku zote kiraman katibina, mbona utembei kwa wasiwasi? Kisa atanidhuru huyu jini. Kuna watu hawaogopi nyoka, wanaogopa jini. Tumefika mahala kwenye masuala ya imani, al-imanu bil ghaibi tuna mashaka nayo. Nao mhadhara mmoja huu haujapata kibali tu, al-iman wa Islam na imani ya ghaibi. Tumepanda au tumeshuka? Mimi naamini tumeshuka katika imani ya ghaibi, kuamini visivyoonekana. Tubakisha Mungu tu, tunamwamini yupo, haonekani basi. Lakini habari za malaika hata habari nao hatuna. Labda kwenye majini ndio tumepanda, tunaamini majini na kurogwa na nini. Haya, qul, sema. Anaambiwa Mtume SAW atoe tamko hili kuwaambia watu, na hasa wale wanaopinga dini ya Kiislamu, wana itikadi nyingine. Qul, sema, in kana lirrahmani waladun, ikiwa mwingi wa rehema ni Mwenyezi Mungu ana mtoto kama mnavyosema baadhi yenu, fa ana awwalul abidina, basi mimi ni wa kwanza kabisa kumwabudu Mwenyezi Mungu. Mbona hilo silijui? Angenambia Mwenyezi Mungu na mwanangu, mimi hajanipa taarifa. Mnalitoa wapi hilo? Hii ni lugha ya kidiplomasia. Yaani wakati mwingine ukitaka kushindana unaweza kupunguza makali ya ushindani. Ukipunguza makali ya ushindani, lugha yako inakuwa nyepesi. Kwa mfano unamwambia mtu, kama una shilingi 1000 hapo, nipe nikanywe kahawa. Maana unamwambia hivi, wewe huna pesa, 1000 mfukoni na kushinda. Lakini ile huna pesa, 1000 mfukoni na kushinda ni lugha kali. Umepunguza, kama una 1000 nipe nikanywe kahawa pale. Unaona unavyo, inaitwa polite. Unaifanya lugha kuwa laini katika mijadala. Ukitaka kuipunguza lugha unaishusha. Hasa katika kushusha lugha unasema jambo hivi, mtu anasema mbona limesemwa hivi? Ndio limesemwa kwa upole hilo. Au mtu kashalewa, yuko mlangoni kwako anafanya mazogo, mimi hivi, unatoka nje. Samahani bwana mkubwa, hii ni nyumba na humu wanaishi watu, tafadhali, na wengine wagonjwa wamepumzika, tunakuomba basi uendelee na safari zako. Umeona hiyo lugha? Tofauti na kutoka bwana mshalewa huko, mnakuja kufanya mazogo, unamtandika na magumi. Sasa hiyo inakuwa ni kali kidogo. Sasa wakati mwingine lugha inapunguzwa makali, ingawa inakataza, lakini katika lugha kidogo iliyo nyepesi. Mimi ni mmoja katika watu ambao nimejenga mazoea sana ya kutumia lugha nyepesi. Ziko sehemu natumia lugha kali, lakini ukinichunguza kwa ujumla wangu wakati wa kufundisha, lugha zangu mimi si kali sana, natumia lugha nyepesi. Na hili nasemwa kidogo na baadhi ya watu. Sheikh Msaba bwana ana mawaidha lakini hakemei, hafoki, wala nisema nimeamua kuchukua mtindo huu kwa sababu zangu. Kwa sababu wakemeaji na wafokaji wamekuwa wengi. Kwa hivyo lazima kidogo tubadilishe mtindo. Ukiona mwenzako anauza maziwa, yule anauza juice, yule anauza chai, kahawa, wewe pika uji. Kwa sababu ndio kitu ambacho wale wenzako hawauzi. Yule kauza juice, yule maziwa, yule chai, yule kahawa, wewe pika uji. Anayetaka sana kuanza kunywa uji, lakini wote si watakunywa, kila mmoja atakunywa kifungua kinywa. Kwa hiyo mimi nimeamua kupika uji kidogo wewe mwepesi. Sisemi kwamba siwi mkali, nakuwa mkali katika baadhi ya maeneo, lakini maeneo mengine nalainisha kidogo lugha. Na Qur'ani iko maeneo imelainisha lugha, yako maeneo imekaza. Hapa ni katika eneo ambalo Qur'ani imelainisha lugha. Qul, sema, in kana lirrahmani walad, ikiwa mwingi wa rehema ana mtoto, fa ana awwalul abidina, basi mimi ni wa kwanza katika tunaoabudu kwenye umma huu. Mbona hilo silijui? Sina taarifa nalo. Kwa hivyo Mungu hana mtoto.
Tumefahamiana vizuri hapo? Ni kama vile mtu kumwambia baba yenu yeye ana pesa chungu nzima. Kodi ya nyumba juzi kaja kadaiwa pale imemshinda. Ana pesa gani? Unamwona vile anababaisha watu kwa masuti anotoka nayo. Wewe unalijua lile la ndani kabisa. Unasema hana, nyinyi mnamfikiria ana pesa, hana pesa. Sasa hapa anasema kama ingekuwa Mwenyezi Mungu ana mtoto, mimi ningejua, sababu mimi ndio mtu wa kwanza kumwabudu kwa unyenyekevu kabisa. Mbona hilo sijaambiwa? Halipo hilo. Wajibu hivyo tu. Kule kusema hajafanya Mwenyezi Mungu mtoto, mwachie mwenyewe akanusha. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kasema mwenyewe. Mattakhadha Allahu min waladin wama kana ma'ahu min ilahin idhan la dhaba kullu ilahin bima khalaqa wala ala ba'dhum ala ba'd. Mwenyezi Mungu hajafanya mtoto wala hakuna mwabudiwa pamoja naye. Ingekuwa hivyo kila mwabudiwa angechukua pande lake, wangegombana miungu. Si ya binadamu tu katika dini tunagombana. So hawa Ansar Sunna walikuwa wamoja. Sasa hivi limetoka kundi jingine linaitwa nani? Salafia. Hawajagombana. Wamegombana kiaina. Umenifahamu? Wale makhurafi walikuwa moja, mfano tarika Kadiria zamani ilikuwa moja, imegawika sasa hivi kuna ya Sheikh Muhammad Nasr na ya Kulateni. Wamegombana, hawajagombana. Tablighi ilikuwa yote moja, sasa hivi kuna ya Wahindi na Waswahili. Kiwalani, Mombasa yao mbali, na hii akinasie pata sote ndogo ngula Mboto na hapo Fuoni. Hawajagawika. Sisi tu binadamu katika haya makundi tutafika mahala tunagawana. Iye miungu iwe mingi na kila moja ana mamlaka yake na uwezo. Nchi zinasambaratika, mamlaka duniani watu wanagombana, maraisi wanagombana, serikali zinagombana, vyama vinagombana. Siku moja tungelishuhudia jua liko katikati linavutwa. Mmoja anasema lichomoze, mwingine anasema lisichomoze. Njoo kutoka nje, leo sitaki litoke, toka nje. Dunia ingekuwa haiendi. Tungevutana vibaya vibaya. Yaani Mungu ni mmoja tu. Subhana Rabbi samawati wal ardi. Ametakasika Mola wa mbingu na ardhi. Hana mtoto, hana mshirika. Kila kitu ni chake peke yake. Na hii ndio dini yetu sisi, monotheism. Tunaamini Mungu mmoja kwa maana ya umoja halisi kabisa. Hatutaki aina yoyote ile ya kusema Mwenyezi Mungu ana mshirika, ana msaidizi, ana mtoto, ana mke, ana ndugu, ana mjomba, ana shangazi, ana wazazi. Yote hatutaki sisi. Dini yetu sisi tunaamini Mungu ni mmoja mmoja kwa maana ya neno mmoja. Subhana Rabbi samawati, ametakasika Mola wa mbingu wal ardhi na ardhi. Mbingu zote ni zake na dunia yote ni yake. Hajashirikiana na yote katika kumiliki haya. Na yeye ndio Mola katika mbingu na katika ardhi. Aabudiwe peke yake. Hana mshirika. Katakasika, hana kasoro. Na kuwa na mtoto ni kasoro. Kwa sababu mtu anataka akifa arithiwe. Wafalme wana watoto waje warithi ufalme, matajiri wana watoto waje warithi mali. Mungu hafi, mtoto wa nini sasa? Ili afanye nini mtoto? Mungu hataki kusaidiwa kazi, wala hachoki, wala hazeeki. Mtoto wa nini sasa? Mantiki ya Mwenyezi Mungu kuwa na mtoto haipo. Kwa sababu anajitegemea, hana mabadiliko. Sisi hatujitegemei, tuna mabadiliko, ndio maana tunahitaji watoto, ndugu, jamaa, ukoo kusaidiana. Subhana Rabbi samawati wal ardi, Rabbil arshi, Mola wa arshi. Na neno arshi linaleta ubishi mkubwa katika tafsiri. Kini mimi mara nyingi arshi huitafsiri ikulu. Ikulu ya Mwenyezi Mungu, sio ikulu ya binadamu. Usifikiri arshi ni ile ikulu ya pale hospitali. Siku moja nilisema hivi, mtu mmoja akaniambia arshi unaitafsiri ikulu? Nikamwambia ndio. Hoja zako nini? Nikamwambia ziko nyingi kweli, lakini tuende kwenye sura An-Naml tu. Kwani Hudhud alipochelewa alafu akarudi kwa Nabii Suleiman, famakatha ghaira ba'idin, hakukaa mbali sana. Ndio ile makatha kukaa makithini.
Qala ahattu bima lam tuhit bihi, akaambia nimegundua jambo ambalo wewe Suleimani na ufalme wako hujaligundua. Wajituka min saba'in binaba'in yaqin, nimekujia kutoka katika mamlaka ya Sheba na habari ya uhakika kabisa. Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum, nimemkuta mwanamke ndo anayewatawala mfalme wao. Wa utiyat min kulli shay'in, na kapewa katika kila kitu, kapewa kila kitu unachokijua wewe anachokihitaji mfalme. Walaha arshun adhim, na arshi kubwa. Ile arshi pale sio arshi ya Mwenyezi Mungu, arshi ya Malkia. Sasa wengine wakasema arshi pale kiti, lakini ukitizama katika aya zinazoendelea arshi haileti maana ya kiti. Aliposema man yatini bi arshiha kabla yatuni muslimin, nani atakaniletea arshi yake kabla wajaja wamesalimu amri, yakafanywa waliofanywa mpaka ikaletwa. Ambao wengine wametafsiri kiti, mimi nakataa kutafsiri kiti, sigombani nao sana. Falamma jaa qala hakadha arshuki, alipokuja yule mwanamke akamwambia iko hivi arshi yako. Qalat kaannahu hu, akasema ndio kama hiyo. Qila la hadkhuli sarha, akaambiwa ingia ukumbini. Kiti kina ukumbi? Kiti kina ukumbi au ukumbi umo ndani ya jengo? Tukifika kwenye suratul Naml tunaweza tukaeleza sana haya kwa kirefu yakafahamika, lakini si mambo ya kwenda kushindana sana kiti kulu kiti ha. Na kwenye suratul Naml yatajitokeza kidogo, tutafahamiana. Na kule akasema wayahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamania, wataibeba arshi ya Mola wako juu yao siku hiyo wanane. Kiti kinachobebwa na wanane si jeneza hilo? Kiti kinabebwaje na wanane? Hebu kitafute kiti alafu tafuta watu wanane waambie hebu jaribuni kubeba hichi kiti. Tizama zahma yake itakavotokea. Jeneza linaweza likabebwa na watu wanane, lakini kiti kwa hivyo pana kidogo. Halafu ukishasema arshi ni kiti, na kule aliposema wasi'a kursiyuhu samawati wal ard, kiti chake kimeenea mbingu na ardhi, kitakuwa kursi ni kiti gani na arshi ni kiti gani? Kwani Qur'ani haijui neno kursi kwa maana ya kiti? Bado pana maneno. Lakini utulie tu, tuliza akili yako, tutakwenda kwenye masomo tutafahamiana. Na si lazima ukubaliane na mimi. Hapa najaribu kujenga hoja tufahamiane. Ukifahamu sawa, ukufahamu bakia na yao mafahamu yako ya zamani, ya makoloni, baki nayo yakutawale kwenye kichwa chako. Sina ugomvi. Mimi nataka kukupa uhuru, wewe unataka kubaki huo unatawaliwa, endelea kutawaliwa na makoloni ya zamani. Basi Rabbil Arshi amma yasifun, Mola wa ikulu dhidi ya wanachokielezea, au Mola wa mamlaka, angalau arshi iwe ni mamlaka. Kwa sababu kwenye nyuki akasema wa rabbuka ila nahli anitakhidhi min aljibali buyutan wa min ashjari wa mimma ya'rishun. Na katika yale wanayotengeneza kuwa sega la nyuki kwa Kiarabu linaitwa arisha. Ari. Sasa sega ni kiti au sega ni ikulu? Kwa sababu mna malkia, mna viongozi, mna nini. Ile ni Pentagon, makao makuu ya jeshi, si kiti. Haya, ukienda tena al-Baqara, au kalladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha, jam'u ya arsh urush. Yule aliyepita katika kijiji nacho kimebomoka kwenye magofu yake au misingi yake, kwani vile ni viti au misingi iliyojenga kile kijiji. Bado arshi ukitafsiri kuwa ni kiti uweza kupata tabu. Lakini tusogee mbele. Ama yasifun, dhidi ya wanayoyaelezea, wanaeleza vibaya juu ya Mwenyezi Mungu. Mara wanasema ana mtoto, mara malaika binti zake, mara Mungu alichoka siku ya 7 akapumzika. Alimradi wanaeleza maelezo mabovu kuhusu Mwenyezi Mungu. Basi Mwenyezi Mungu Mola wa Arshi ametakasika dhidi ya wanayoyaeleza yote hayo. Hana Mungu si mpungufu.
Ati aliumba vitu alafu siku ya 7 akapumzika. Ndio maana sisi tunapewa siku moja mapumziko, kwa kuwa Mungu mwenyewe alichoka akapumzika. Hakuna jambo hilo. Mungu hachoki wala hapumziki. Mungu hana mtoto. Malaika si binti zake. Mungu hasahau. Mungu hakosei. Mungu hashangai. Fadharhum, basi waache. Fadharhum, basi waache hao. Yakhudhu, waogelee, wayalabu, na wacheze. Waache hao, wanaogelea, wanacheza tu. Kuogelea hapa neno yakhudhu tumetafsiri kuogelea kwa sababu neno khawdh kwa Kiarabu ndo lile hodhi tunaolita sisi hodhi, kwa Kiarabu inaitwa khawdh. Na hodhi manake akiingia panya mle atakwenda huku alafu atarudi tena huku, atakwenda huku alafu atarudi tena huku, kwa sababu lina limitation, lina mipaka yake mle ndani. Kwa hivyo yakhudhu manake waogelee kama kwenye swimming pool, watakwenda mwisho watarudi, watakwenda huku watarudi, watakwenda huku watarudi, waache tu. Halafu wayalabu, na wacheze tu. Mchezo manake ni jambo ambalo halina faida katika mantiki ya kawaida, mpaka iwe kuna madhumuni maalum katika mchezo. Mchezo katika lugha yote duniani inaleta maana mbili. Ikiwa michezo kwa maana sports, riadha, itakuwa ile ni michezo yenye faida ya kujenga mwili. Ikiwa mchezo kwa maana jambo tu, usifanye mchezo bwana, mimi sina muda wa kuchezea bwana, usiletee mchezo hapa, inakuwa ni kitu ambacho hakina faida. Kwa hivyo hii maana ya kwanza ya mchezo ule ulikuwa hauna faida, sio ile mchezo kwa maana riadha, mazoezi, ile itakuwa ina faida. Basi waache waogelee, wayalabu, na wacheze. Hatta yulaqu, mpaka watakapokutanishwa. Yulaqu, watakapokutanishwa. Mabnul majhuzi hulio. Yalqau, ndo kukutana. Yulaqu, kukutanishwa. Yaumahum, na siku yao, alladhi, ambayo yuaduna, wanaahidiwa. Waache waogelee, wacheze mpaka watakapokutanishwa na ile siku yao ambayo wanaahidiwa, siku ya Kiyama. Mwenyezi Mungu anasema watakutanishwa nayo hiyo. Siku zinakwenda, itafika mbele, hiyo hapo ishafika. Kwa hivyo kazi ya dawa ni kujenga hoja, sio kuwatia watu pingu, kuwatia watu minyororo. Jenga hoja, wamekubali sawa, hawajakubali waache. Fasfah anhum wa qul salam. Fadharhum, basi waache. Yakhudhu wa yalabu, wanaogelea na kucheza. Hata yulaqu, mpaka watakapokutanishwa. Yaumahum, na siku yao, alladhi, ambayo yuaduna, wanaahidiwa, siku ya Kiyama. Wa huwa alladhi, na yeye Mwenyezi Mungu ndiye ambaye fi samai ilahun, katika mbingu ndo muabudiwa, wa fil ardhi ilahun, na katika dunia ndo muabudiwa. Mwenyezi Mungu mbinguni aabudiwe yeye, na ardhini aabudiwe yeye. Tatizo letu ni sisi tulioko huku duniani. Walioko mbinguni wote wanamwabudu Mwenyezi Mungu, la yastakbiruna anhu, wala wafanyi kiburi. Sisi tulioko ardhini huku, wengine wanataka na wengine hawataki. Tumefahamiana? Wako watu wa mataifa magharibi waliokuja na falsafa kusema mambo ya Mungu yanaishia mbinguni, huko ardhini si kwake, kwetu sisi tufanye tunavyotaka. Sasa unaulizwa, hii ardhi mmeiumba au mmeikuta? Kama huku ni kwetu, si kwa Mungu, nyinyi mmeiumba, mmeikuta? Nani anayeweza kusema kaiumba yeye ardhi? Kila mtu kazaliwa kaikuta. Sasa kwa nani huku? Mwenyewe nani? Ikiwa kila aliyezaliwa kaikuta ardhi, mwenyewe nani aloiumba? Sasa tuna vipi huku si kwake? Kwa vile katupa uhuru, katuachia, tumejifaragua. Kwani ikiwa mtu kakupakia kwenye gari alafu kazima gari kidogo, katoka kenda dukani, wewe ukakaa ule upande wa usukani ule, akija traffic, lete leseni, unamwambia nini? Mwenyewe yule, mimi nimekaa tu. Ndio utakachosema. Ulikaa sasa, kwa nini umekaa upande wa usukani? Lete leseni, tunakagua leseni hapa. Mwenyewe yule, unasema hivyo. Hai dunia, kwa nini hatutaki kusema mwenyewe ni Mwenyezi Mungu?
tunajisahau kwa sababu tumeachiwa, tumekaa kwenye usukani, tunaiendesha. Dunia mwenyewe ni Mwenyezi Mungu, na sisi wenyewe ni mali ya Mwenyezi Mungu, na roho zetu na miili yetu ni mali ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. wa huwa alladhi fi samai ilahun, na yeye ndo ambaye katika mbingu ndo muabudiwa, wa fil ardi ilahun, na katika dunia ndo muabudiwa. Wa huwa alhakimul alim, na yeye ndo mwenye hekima na ndo mwenye ujuzi. Ana hikma, anayafanya mambo yake kwa malengo na utaratibu maalum, na anajua kweli kweli, na anajua kila kitu. Ya'lamu ma kana wa ma yakunu wa ma huwa kain, anajua lililokuwa, linalokuwa na litakalo kuwa. Wa ma lam yakun law kana kaifa kana, na hata lile ambalo halijawa kama lingekuwa vipi, pia Mungu anajua. Usipime elimu yake, haina ukomo kama nilivyokuambia. Na Mwenyezi Mungu ana hekima, hakuna mahala alipokosea. Tunaokosea ni sisi. Kila kitu kakipanga kwa utaratibu wake na kwa namna yake na sababu zake. Nimewahi kukwambieni kuna aya moja katika sura Al-Qasas inatu challenge kweli kweli. Inasema qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamah man ilahun yatikum bidhiya. Halafu ikasema tena qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum an-nahara sarmadan ila yawm al-qiyamah man ilahun yatikum bilaylin taskununa fihi. Mnaonaje kama Mwenyezi Mungu angekufanyieni mchana ukawa ni wa milele mpaka kiyama, hakuna usiku? Nani angeweza kukuleteni usiku mkapumzika? Na kama angefanya kinyume chake akakuleteni usiku wa milele hamna mchana, nani angekuleteni tena mchana mkahangaika? Hii aya watu wa jiografia wameifafanua vizuri kwa kweli. Wamesema jua linaimulika dunia, lakini dunia inazunguka. Laitani kama dunia ingekuwa haizunguki, ikawa ule upande unaomulikwa na jua unamulikwa na jua tu maisha yote, basi mwisho kila kilichoko upande unaomulikwa na jua kingeungua. Yani kuzunguka dunia ili huku upatikane mchana, halafu baada ya masaa 12 uje upatikane usiku, na huku ulikopatikana usiku baada ya masaa 12 upatikane mchana. Mfano wake ni kama kukaanga samaki. Unamweka upande huu, halafu baadaye kisha kuiva unafanyaje? Unamgeuza. Ukimweka vile vile kule chini ataungua na huku juu hatoiva. Sasa dunia inazunguka ili mchana masaa 12 akishapiga jua sana, sasa basi nenda upande ule wa baridi, na ile ishapata baridi usiku kucha vitu visifika ganda, njoo huko upande wa jua. Hivi ndio mambo yanakwenda. Zote ni hikma zake mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio maana siku hizi tutaona ile majiko ya kisasa yale, kunatiwa kuku alafu au ile nyama, alafu ile nyama inazunguka. Unaona ile inazunguka ile kuku, kwa sababu ikikaa vile vile upande mmoja utaungua, upande mmoja hautoiva. Falsafa ndio ile ile ya kuzunguka dunia wakati inapomulikwa na jua. Sasa kila unapokwenda we katika ulimwengu utakuta mambo. Jengine wamelisema katika jiografia, wasema dunia ilipokaa kama ingetangulia mbele kwa kilomita 100 tu kusogea kwenye jua, balaa ingekuwa kubwa, na kama ingerudi kilomita 100 tu nyuma ya jua, balaa ingekuwa kubwa. Mfano wake kama ringi la baskeli linakaa katikati pale linazunguka, likisogea mbele litagonga panka la mbele kwa mbele, likirudi nyuma litagonga panka kwa nyuma, litakuwa safari hamna. Lazima likae pale pale katika mzunguko wake kwa timing yake pale pale. Na dunia iko kwa timing, ikisogea mbele kilomita 100 balaa, ikirudi nyuma kilomita 100 balaa. Imo ndani ya orbit yake maalum inazunguka. Sasa tukitaka kuzungumzia hekima za Mwenyezi Mungu, jiografia peke yake inatutosha. Achilia mbali tukenda kwenye biology katika mwili wa binadamu, wanyama, wadudu na miti, itakuwa jambo nyingine. Tukenda kwenye chemistry tutakuta kitu kingine. Tukenda kwenye physics tutakuta kitu kingine. Tukenda kwenye hesabu tutakuta kitu kingine. Tukenda kwenye falsafa tutakuta kitu kingine. Tutosheke tu kwamba Mwenyezi Mungu ana elimu na ana hikima kubwa sana. Kayapanga mambo kwa ujuzi na kwa hekima kubwa sana. So huwa al-alimu al-hakimu al-alim. Wa tabaraka alladhi, na ametukuka yule ambaye
lahu mulku samawati wal ardi wama bainahuma, ni yake mamlaka ya mbingu na ardhi na vilivyo baina yake, yote ni yake Mwenyezi Mungu mamlaka. Huku duniani tu kwa kuwa binadamu kakasimiwa madaraka na Mwenyezi Mungu atumie, basi anajisahau, anafikiri kimsingi mamlaka ni yake. Kimsingi mamlaka ni ya Mwenyezi Mungu. Na ndio maana hata sisi wenyewe tunaotawala dunia, roho zetu anazo Mwenyezi Mungu, anazichukua wakati wote. Kwa hivyo mamlaka yote ni mamlaka ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Sisi ni wawakilishi tu. Ndio maana kuna aya moja akasema, wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi, natoeni katika kile ambacho kakufanyeni nyewe wawakilishi tu. Hizi mali tunamwakilisha tu Mwenyezi Mungu kuzimiliki, kwa hivyo tutoe, tunamwakilisha Mwenyezi Mungu, si zetu kimsingi. Wa indahu, na iko kwake, ilmu saa, elimu ya saa ya kiyama. Lini dunia itakwisha? Lini itakuwa ndio siku ya mwisho, saa ya mwisho, dakika ya mwisho, sekunde ya mwisho, mwezi wa mwisho, wiki ya mwisho, mwaka wa mwisho na karne ya mwisho? Lini? Anajua yeye tu. Maana ikishakuwa karne ya mwisho ndio utakuwa mwaka wa mwisho, na utakuwa mwezi wa mwisho, na itakuwa wiki ya mwisho, na itakuwa siku, na itakuwa saa ya mwisho, itakuwa dakika ya mwisho, itakuwa sekunde ya mwisho, kila kitu kitamalizika. Hiyo ndio ilmu saa, anaijua yeye tu mwenyewe. Mwenyezi Mungu kaificha, hata mtume hajui sallallahu alaihi wasallam. Kama Jibril alipomuuliza, akhbirni ani saati, nipe habari juu ya saa ya kiyama, qala mal mas'ulu anha bi'alama min as-sa'ili, akamwambia anayeulizwa hajui zaidi kuliko anayeuliza. Sina cha kukujibu. Wa ilayhi turja'un, na kwake mnarejeshwa kila siku, na nyinyi mnashuhudia watu wanakufa kila leo, watu wanazikwa. Hakuna siku inayokwenda kwa Mungu asiwe mtu kafa duniani. Rekodi za dunia zinaonyesha hakuna siku ambayo hafi mtu. Kuna siku tu wanakufa wengi, na kuna siku wanakufa kidogo, na hakuna siku ambayo hazaliwi mtu. Kuna siku tu wanazaliwa wengi, na kuna siku wanazaliwa kidogo. Minus plus, sema wanaokufa katika hali ya kawaida ni kidogo kuliko wanaozaliwa. Ndio maana duniani kuna ongezeko la watu, mpaka atokee majanga, vita, maradhi, zinatokea siku waliokufa ni wengi kuliko waliozaliwa. Lakini kwa kawaida wanaozaliwa ni wengi kuliko wanaokufa. Na hii haiko kwa binadamu tu, mpaka kwa wanyama, hasa samaki, ndege, kuku. Vile vitoweo vinavyoliwa sana ndio vinavyozaliwa sana. Imagine wewe ingekuwa samaki anazaa mmoja mmoja, au kuna uzazi wa mpangilio kule kwenye samaki, kwa jinsi samaki wanavyoliwa kila siku. Vidagaa wale kwa siku wanaliwa wangapi dagaa? Sasa ingekuwa kila dagaa mmoja anazaa dagaa mmoja, sisi tungewakuta dagaa wangekuwa shamalizwa na babu zetu. Dagaa wanazaa kwa wingi kweli. Kasi yao ya kuzaana ni kubwa kuliko sisi tunavyowala. Samaki na ndege, kwa sababu ndio wanaoliwa sana, kuku na jamii ya ndege. Mayai yanatagwa mengi kweli. Wewe hebu sasa hivi nenda kwenye maeneo wanaopika chipsi, kakae sasa hivi tu saa moja hii au saa mbili mpaka saa 4 usiku, fanya hesabu tray ngapi tu za mayai zimekwenda, kuku ngapi wameuzwa. Halafu wewe ifanye katika eneo dogo tu, itizame sasa Dar es Salaam nzima, Kenya, sijui wapi, duniani kote, kwa siku kuku ngapi wanakufa, mayai mangapi yanaliwa. Sasa ingekuwa kasi yao ya kuzaana ni kama yetu sisi, tungewakuta. Majani na mboga ndo usiseme. Mboga zinavyozaliwa kwa wingi, maana tunazila kiyama. Si ndizi tunavyozila sie, kasi ya kuzaliwa ndizi ndio kasi ya kuzaliwa sie. Mgomba mmoja ukitoa ule mkungu wake mmoja, ndizi ngapi kwa uchache bwana Hamid ndio ukapata? 20, 30, 40, 50. Mkungu mmoja ukiongoka mpaka ndizi 100 inaweza katoka. Iko mikungu ya ndizi 100 yenyewe kwenu Tanga? Mkungu una ndizi 100, mkungu wa ndizi 100 unaweza kupatikana? Ipo. Nimeukuta mimi Kigoma mkungu wa ndizi kimo cha mtu. Ngasema hii inaweza kuwa imamu msikitini ukiusimamisha pale kibla. Mkungu wa ndizi ukisimamisha pale kibla utaweza kufikiri imamu huyo. Dude kama hivi limesimama. Nyingi zinazaliwa. Na tunavozila je, kwani mtu mmoja anakula ndizi ngapi? Sasa ingekuwa kasi ya kuzaliwa ndizi ndio sana tunavozaliwa sisi, tungezikuta. Ndio Mwenyezi Mungu alipopanga dunia iende namna hiyo, kwa kutafakari. Tumeelewana
Anaijua ilmu ya saa. Wa ilayhi turjauna, na kwake mnarejea kila siku. Wala yamliku alladhina yad'una min dunihi shafa'ata, wala hawamiliki wale ambao wanamuomba dhidi yake Mwenyezi Mungu maombezi yoyote. Siku ya Kiyama wanaoabudu viabudu vingine hawataweza kumwombea mtu jambo lolote, si wao wanaoabudu wala wale wanaoabudiwa. Yani siku ya Kiyama aliyemshirikisha Mungu hana utetezi, yeye mwenyewe hawezi kujitetea, na yule aliyemwabudu dhidi ya Mwenyezi Mungu hawezi kumtetea. Hata kama yule aliyeabudiwa alikuwa hataki. Kwa mfano Nabii Isa hataki kuabudiwa wala hajaamrisha kuabudiwa, lakini wako watu wanamwabudu. Ndio maana kwenye Al-Maida mwisho, wa idh qala Allahu ya Isa anta qulta linnasi ittakhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillahi qala subhanak ma qultu lahum illa ma amartani bihi an yabudu Allaha rabbi wa rabbakum wa kuntu alayhim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kunta anta raqiba alayhim. Ataambiwa siku ya Kiyama Nabii Isa, wewe umewaambia hawa watu wa kuabudu wewe na mama yako wa kufanya miungu? Asema hapana, sikuambia isipokuwa ulichoniamrisha kwamba wa kuabudu wewe ambaye ni Mola wangu na Mola wao, na mimi nilikuwa shahidi wao muda niliokaa nao. Uliponitimizia muda ukaa nao kaniondoa, wewe ndio ulikuwa unawaona, mimi sijawaona umefanya nini. Anawaruka. Hakuna atakayekubali. Tumefahamiana? Idh tabarra alladhina tabau min alladhina tubiu, itabarra alladhina tubiu min alladhina tabau, walipojiweka mbali wale waliofuatwa dhidi ya wale waliowafuata. Basi wala yamliku alladhina yad'una min duni shafa, hawatomiliki wale wanaoomba dhidi yake maombezi, illa man shahida bil haqq, isipokuwa aliyeshuhudia haki, huyu ataweza kuombea. Ndio mitume wameshuhudia haki, wataombea watu wao, na waliofanya kazi za mitume ziko hadithi zinasema na wao watapewa nafasi ya shafa. Lakini jambo ambalo tunakubaliana sote kwa mitume watasimama kuwaombea watu, lakini watakaoombewa wawe na sifa za kuombewa. Sio mtu umefanya kufanya huko ukategemea maulidi ya barazanji ya mfungo 6 ukakate viuno ati mtume atakuombea. Hayako hivyo mama, wala usijidanganye. Haya yatakuja mbele, yatajieleza. Wahum ya'lamuna, na hali ya kuwa wao wanajua jambo hilo. Wala in sa'altahum, na ikiwa utawauliza makafiri, man khalaqahum, nani aliyewaumba, la yaqulunna Allah, watasema hakika ni Allah ndio alotumba. Makafiri na ujanja wao wote, lakini hawafiki fala akasema sanamu hili ndio limeniumba. Ataabudu sanamu, atafanya, lakini ikifika watu wakumba watasema Mungu ndio aloniumba, sio hii sanamu. Hasa kama hivi ndivyo, kwa nini uabudu ambaye hajakuumba? Sanamu umelichonga mwenyewe, umelitengeneza mwenyewe, tena vipi unaliabudu? Kwa hivyo ukiwauliza nani kawaumba, watasema kwa hakika ni Allah alotuumba, wala hawana shaka. Fa anna yufakun, basi vipi wanazugwa? Fa anna bimaana kaifa, basi vipi yufakuna, wanazugwa. Kuzugwa ni kudanganywa, au wanababaishwa vipi, wanatiwa vipi changala macho, hawaoni kumwabudu Allah peke yake wakati wanajua kuwa Allah ndo alowaumba. Anna inakuja kwa maana kaifa na inakuja kwa maana min aina. Kwa hapa imekuja bimaana kaifa, kama alivyosema anna yakunu li ghulamun wa lam yamsasni basharun, ay kaifa yakunu li ghulamun. Fa anna yufakuna, fa kaifa yufakuna. Na yufakuna ni ifkun. Ifkun manake ni uzushi. Hadha ifkun mubin, huu ni uzushi wa wazi kabisa. Vipi wanazushiwa mambo haya? Vipi wanazugwa? Vipi wanadanganywa? Vipi wanatiwa changala macho? Vipi wanaingizwa kizani? Vipi wanapelekwa mpera? Vipi wanapandishwa mkenge? Kiswahili cha mitaani chote nimekimaliza nimekutilia ni vyote viswahili. Fa anna yufakuna, kaifa, vipi wanazugwa, vipi wanadanganywa, vipi wanababaishwa hawa wakati wanajua kuwa aliyewaumba ni Allah, na kama ndio aliyewaumba basi huyo ndio kumnyenyekea na kumtii. Katika Biblia kuna mfano mmoja mzuri, lakini kidogo umekaa katika lugha nzito. Unasema anayemshirikisha Mwenyezi Mungu katika vitabu vya Agano la Kale ni sawa na mwanamke aliyeolewa halafu akaenda akalala na mwanamume ambaye si mumewe.
anayemwabudu mwingine asiyekuwa Mungu ni sawa na mwanamke aliyeolewa halafu akenda akampa unyumba mwanamume ambaye si mumewe. Umenielewa? Yaani vile kwa badala kumwabudu Mungu aliyokuumba unakwenda kumwabudu mwingine, ni sawa sana kama umeolewa halafu unakwenda kutoa mzigo kwa bwana ambaye hajakuoa. Si mzuri mfano, lakini nafikiri ujumbe wake mkali zaidi Kwa hivyo hiyo shirki haitakiwi kuabudu kitu kingine chote. Waqilihi, na usemi wake. Waqilihi, na usemi wake. Qil ni kusema, inatokana qala yaqulu. Qul qailun maqulun maqalun qawlan wa qilan illa qilan salaman salama. Aqil manake ni usemi, yani kusema, inaitwa ismu masdar. Lakini mashaka yako hapa, waqili wao ni harfu atfi au wao lisinafi. Hii qili kuingia kisra imepata kisra kutokana na nini? Kwa nini isiwe waqiluhu ikawa waqilihi? Nikupeni homework kidogo, wale ambao mmesoma nahwu, mnaambie kwa nini hii lamu imeingia kisra waqili. Kama hamkunambia kwa leo, si lazima leo, darasa ijayo. Kama hamkunambia, nitakwambieni mimi katika darasa zitakazofuata. Lakini nataka mkatafute kwa nini waqili isiwe waqiluhu. Kama wao au lisinafi inaanza qilu, si itakuwa ndio qilu mubtada, unaheta pata dhumma waqiluhu. Maana qala yaqulu, qul qailun maqulu maqalun qawlan wa qilan. Qila ismu masdar, wa qilan salaman salama ndo qilan. Na kuna qila fi'lu al-madhi, qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidha al-ma'u wastawat 'ala al-judi wa qila bu'da. Sura gani? Hudi. Qila ya fi'lu al-madhi, halafu ile wa qilan salaman salama, ile qila ni ismu masdar, imekubali tanwini. Hii waqili hii badala ya waqiluhu. Lakini haya ni mambo ya nahwu. Kama hujapita kwenye nahwu usiumize sana kichwa chako ukaota mapembe ya mbuzi hapa. Mimi sina dawa ya kukutibu. Ukiota pembe ukatafute mganga wako, mimi si. Waqilihi, na usemi wake. Usemi wake nani? Wanazuoni wanasema Mtume sallallahu alaihi ndio usemi wake, maneno anayosema. Waqilihi, na usemi wake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliposema ya Rabbi, ewe Mola wangu, inna haulai, hakika watu hawa, qaumun la yu'minuna, ni watu hawaamini. Ilifika mahara Mtume sallam watu wa Maka aliona hawakubali tena, alowapata ndo kishawapata, alowakosa kishawakosa. Ikabidi amwambie Mwenyezi Mungu, ewe Mwenyezi Mungu, hawa watu tena mimi kwa kazi ndio ifanya hawaamini. Nishawatizama, nishawachunguza, nilopata ndo nimepata na nilokosa nimekosa. Ndio mpaka akahama kwenda kuhamia wapi? Madina. Kule Madina ndo akapata watu wapya. Na ilikuwa tabu sana wale watu walioacha Maka kusilimu. Walichomoka mmoja mmoja baadaye sana. Tena baada ya kuona wanashindwa kwenye vita na nini, ndo wakaja wakasilimu. Ndio maana utakuta mtazamo wa Kishia wanasema masahaba waliomfuata Mtume sallam kutoka Maka kwenda Madina ndo wanaowatambua wao zaidi. Lakini hao waliobakia Maka hata kama walikuja baadaye tena kusilimu wasema mambo pale moto moto, walitakiwa ndo waingie kwenye msafara. Kwa muda kuingia tena mambo yashafanikiwa. Lakini huo ni uchambuzi wa kihistoria. Ala kulli waqili, na kusema kwake au usemi wake Mtume sallam, ya Rabbi, ewe Mola wangu, inna ulai, hakika watu hawa, kaumu ni watu, la yu'minuna, hawaamini, niruhusu nifanye jambo jingine. Basi tena fasfa anhum, wape shavu au wapuuze. Siku hizi vijana ukisema nipe shavu maana yake nisaidie. Lakini zamani kumpa shavu mtu maana yake kutokumtizama. Nasema naye kanipa shavu. Unaona kanipa shavu? Maana yake hapa anatazama huku badala ya kunitazama mimi, ndio kunipa shavu. Zamani kumpa shavu mtu maana yake kutokumtizama, humjali, umemdharau. Siku hizi vijana sema nipe shavu maana yake nisaidie.
Sijui kwa nini imekujaje nipe shavu ya kusaidia. Mimi bado sifahamu sarufi yao. Hamid, umefanyia uchunguzi? Vijana wasema nipe shavu maana yake nisaidie. Wametoa wapi haya mantiki ya kusaidiana pale? Mimi sikatai, lakini wanaweza kuwa na sababu. La zamani kumpa mtu shavu, maana nasema naye kanipa shavu, maana yake jeuri, hataki kunisikiliza. Kaka hivi ndio kumpa shavu. Siku hizi nipe shavu maana yake na mimi niachie nipate faida ni nini? Sijui wameitengeneza vipi lugha hiyo mpaka ikakubali. Fasfa anum, wapuuze, achana nao, usishughulike nao, wasikuumize kichwa vile vile. Baada ya yale kusema ya Rabbi inna haulai qaumun la yu'minuna, hao watu hawaamini, basi wapuuze. Kama unaona hawaamini hawakubali, achana nao, fanya mambo mengine. Fasfa anum, wapuuze. Waqul salamu, nasema amani. Mimi nataka amani tu, hata kama hamuamini, pasiwe na vita. Nyie mfanye yenu na mimi nifanye yangu. Lakum dinukum waliya din. Waqul, nasema salamun, amani ndio tunaoitaka sisi. Hii dini kila mmoja shike yake, lakini tuwe tuna amani, tusipigane. Mnifahamu? Tanzania imekuwa mmoja katika nchi zenye mifano ya amani duniani katika bara la Afrika, kwa sababu watu hawapigani kwa ajili ya dini wala hawapigani kwa ajili ya makabila, na ikijaribu kutokea serikali inafanikiwa kuzima. Sehemu nyingine inakuwa shida kweli. Kama Kenya ni moja katika nchi yenye migogoro ya kikabila sana, wanafika mahala watu wanapigana, makabila si mchezo. Sehemu nyingine wanauana kwa imani za dini vibaya sana. Dini ya Kiislamu inataka pawe na amani, alafu kila mmoja ajenge hoja. Dini yangu sahihi, hoja zangu ni hizi. Dini yangu sahihi, hoja zangu ni hizi. Ndio ushindani. Kuliko kupigana vita, hakuna faida. Na imeonekana hata katika mataifa ya magharibi ambayo msingi wao ni Ukristo na ni matajiri sana, pale ambapo Waislamu waliruhusiwa kuishi kwa amani, Uislamu umekuwa ukiongezeka kwa nguvu katika mataifa ya magharibi mpaka wanashtuka. Mmoja Ujerumani wamefika mahala wameshtuka, Uislamu unakuwa kwa kasi sana ndani ya taifa la Ujerumani. Kwa ile amani tu Waislamu wanaeleza dini yao, baadhi ya watu wanakubali, wanakwenda. Wale Wajerumani wengine wanaslimu, wa makabila mengine waliohamia pale wanaslimu. Penye amani Uislamu unastawi zaidi kuliko penye vita. Lakini sisi hatufahamu. Tunafikiri twende potelea mbali, na kieleweke, damu imwagike hapa, jihadi si tupigane na nini. Katika mapigano Uislamu haustawi. Asikwambie mtoto, hasa katika dunia leo. Tizama nchi ambayo imekuwa na pigano kwa miaka mingi, Somalia. Wewe kusikia kuna mtu kapata scholarship ya kusoma dini anakwenda Somalia? Mbona kuna vyuo mpaka Kenya hapo, Mombasa, Kisauni, watu watoka mpaka Zanzibar wanakwenda kusoma. Wakati Kenya walio wengi ni Wakristo, lakini bado Waislamu wanapata scholarship za kusoma dini, wanasoma pale Kenya. Somalia asilimia zaidi ya 90 ni Waislamu. Wewe umesikia kuna Muislamu kapata scholarship ya kwenda kusoma Somalia? Kwa nini? Hamna amani. Afghanistani haina amani. Utasikia watu wanakwenda kusoma Pakistani, wanakwenda kusoma mpaka India dini, ambayo India wengi ni baniani. Lakini usikii mtu kapata scholarship ya kwenda kusoma dini Afghanistan, ambako zaidi ya asilimia 90 ni Waislamu, lakini hakuna amani, hakuna nafasi. Chechnya asilimia 90 Waislamu, lakini usikii mtu kapata scholarship ya kwenda kusoma Chechnya, Bosnia, kwa sababu nchi zao hazijakaa vizuri. Tumefahamiana vizuri hapa? Kama hakuna amani, hakuna maendeleo, wala dini haiwezi kutekelezwa. Fasawfa ya'lamun, basi watakuja kujua kuwa Uislamu ndio dini ya haki na ndio ukweli. Fasawfa ya'lamun, watakuja kujua japo hapo baadaye kuwa Uislamu ndio dini ya haki na ndio ukweli. Tunatoa nafasi ya maswali kama 3 hivi, 4 mpaka 5 ikiwa yapo, bila kulazimisha. Bismillah. Hasa inahusiana na mada. Kama yapo. Kama yapo manake ama watu wamefahamu sana au hawakufahamu kitu. Yote yanawezekana. Kiwa hawajafahamu hawaulizi, na ikiwa wamefahamu sana pia hawaulizi. Naam, bin Adnan.
inda dhawil ulumi bila raibin. Salam. Ndio na mimi nilisema jamani, mwenzenu kauliza, maana homework nilioitoa nikaifanyia mie mwalimu au mkaifanyia nyie wanafunzi? Haya. Ndio. Haya, jibu lake ni kwamba Uislamu unathibitishwa na vitabu vilivyotangulia na unathibitishwa na mitume waliotangulia, na kuna baadhi ya mitume wametabiri hasa ujio wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo kama watu watarudi kwenye dini zilizotangulia, yako mambo yatawathibitishia juu ya hii dini walionayo sasa. Umenifahamu vizuri hapo? Sasa yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam anaambiwa awahoji wale, kama ni wa kweli watatoa uthibitisho. Ukisoma maisha ya mtu mmoja anaitwa Salmanul Farisi, sahaba ambaye alitoka maeneo ya Iran akaja Iraki, halafu akaingia mpaka Saudi Arabia, mpaka akafika Madina. Huyu anatoa uthibitisho wa kutosha kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam alitabiriwa katika vitabu vilivyotangulia. Na moja ni kwamba wakati akiwa Iran alikuwa anahudumia hekalu la kuabudu moto. Mkuu wa hekalu lile kabla hajafa akatoa wasia, akamwambia, siku utakapoona moto huu umezimika wenyewe bila ya sababu, ujue kuna kiumbe kazaliwa anayapinga haya, mtafute umfate. Ukisoma katika Suwaru min Hayati Sahaba kataja Salman al-Farisi na mambo yake, na Maulidi ya Barazanji yameyasema hayo. Wantafaat niranu Kisra, ikazimika mioto ya Kisra. Alipoona umezimika moto ule, akatoka akafunga safari anamtafuta. Akaingia Iraki, akakaa, akaingia katika dini ya Kikristo. Kwanza akaingia Kiyahudi, akatoka, akaingia Kikristo, akatoka, na kote huko anakuta wanasema zimekaribia zama za muokozi na mkombozi anakuja. Lakini ndio yale, falamma jaahum ma arafu kafaru bi, alipowajia waliyemjua kwa mujibu wa maandishi ya vitabu vyao wakamkanusha. Sababu moja tu kubwa, kwa nini hatokani na jamii zao, anatokana na jamii za watu wengine. Akili zao zote zilikuwa zinafikiri atatokana na wao. Sasa ubaguzi ndio uliokuja ukawaharibia. Madina ilihamiwa na wana wa Israeli wengi sana kabla hajafika Mtume sallallahu alayhi wasallam, na kabla ya hapo, kabla hata ya kuzaliwa walihamia. Wao walipoulizwa wakasema kuna mtume atatokea hapa, ndio maana tumehamia. Alipokuja wakakataa. Wakaulizwa kwa nini? Wakasema tulifikiri tutamzaa sisi, tumetoka Israeli na wake zetu na matumbo yao, na sisi na mbegu zetu, tuje tumzae hapa, lakini lazima atokane na wao. Kwa hivyo wao wanakataa ukweli tu kwa sababu katoka kwa watu wengine. Sasa ukiwauliza tuliowatuma kabla yako miongoni mwa mitume, wote wameshayasema, na wale waliopokea mafundisho wanayo katika vitabu vyao. Kama watataka kuambia ukweli, watakwambia ukweli. Umefahamu? Na kwa hivyo inatupa nafasi sisi ya kusoma vitabu vingine vilivyotangulia. Siku moja tulikuwa kwenye mjadala hii ya kidini, akasimama mtu mmoja wa upande wa pili akasema, nyinyi Waislamu mna kitabu chenu Qur'ani, mna mtume wenu, kwa nini hamzungumzi yenu tu mpaka mzungumze na vitabu vyetu? Biblia inasema hivi, si Taurati inasema hivi, imehusu nini vitabu hivi vyetu? Si mbona si hatuzungumzi vitabu vyenu? Tukamwambia vitabu vyote vimetumwa na Mwenyezi Mungu na ni mnyororo. Ukiwa umekatika huku mwanzo na huku mwisho utakuwa hufanyi kazi, na ukikatika mwisho mwanzo nako utakuwa haufanyi kazi. Tatizo lililopo, nyinyi hamuaminiki kwenye vitabu mlivyo navyo mikononi, mmevichezea.
mmevitia mikono. Na Qur'ani imesema fawailul lilladhina yaktubuna alkitaba biaidihim thumma yaquluna hadha min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila fawailun lahum mimma katabat aidihim wa wailun lahum mimma yaksibun. Ole wao wale ambao wanaandika maandiko kwa mikono yao halafu wanasema haya yanatoka kwa Mwenyezi Mungu. Ole wao kwa kile ambacho kimeandika mikono yao, na ole wao kwa wanaoyachuma madhambi kwa kuwadanganya watu. Hiyo kwetu sisi. Lakini kama hiyo haitoshi, hata kwenu nikamwambia katika kitabu cha Yeremia, anasema Yeremia, tazama, behold, kwa Kiingereza imeandikwa, kalamu za waandishi waongo zimeifanya Taurati ya Bwana kuwa uongo. Pens of liars writers made Torah of Lord lie. Kalamu za waandishi waongo zimeifanya Taurati ya Bwana kuwa uongo. Tayari Yeremia miaka 100 kabla Nabii Isa kufika duniani anasema Taurati ishachezewa na ishatwa mkono. Tutaamini vipi vitabu mlivyo navyo? Umenifahamu binadi nani? Lakini tukitaka kwenda huko sasa itakuwa ni mukharana tuladiani, kulinganisha dini inasema hivi, dini inasema hivi. Nilifikiri mtakwenda kufanya homework na nyinyi mkayatizame, lakini mnaniachia mzigo peke yangu. Gunia la misumari zito chafu linachoma na libeba peke yangu. Haya, mwingine na mali. Malaika yeye anaandika vile vitendo vyako vya dhahiri vyote, kama swala, nia yako ya moyoni. Kama ulikuwa unasali kujionesha unasali nini, yeye haijui. Hiyo iko kwenye daftari la Mwenyezi Mungu la siri. Na ndio maana utaona kuna hadithi moja Qudsi inasema malaika watapanda baada ya kufa mtu na vitendo vyema, mna maswala, mna kila kitu, vitafika mpaka wingu wa 7. Vikisha kufika kule Mwenyezi Mungu asema virudisheni hivyo, kavipigeni kwenye uso aliyevitenda. Malaika watauliza kwa nini kafanya hivi? Kama asema alikuwa hafanyi kwa ajili yangu, anafanya kujionesha. Mimi ndo naijua, nyinyi hamjui. Ipo katika hadithi al-Qudsi. Mnifahamu? Hata Imam Ghazali katika Minhajul Abidin akaitaja, kaifafanua kwa kirefu sana. Kwa hivyo inaonekana wazi kwa malaika katika eneo la ria hawaoni. Umeelewa? Hapo anaona Mwenyezi Mungu peke yake. Kwa hivyo yako maeneo malaika hawaoni. Iko wazi kabisa. Wataandika, na ndio maana utakuta sala zote mtu alosali zimo, lakini kama alikuwa hana nia Mwenyezi Mungu atambainishia, hapa ulikuwa huna nia, labda nikupe tu nikusaidie. Umenifahamu? Ndio ile joke ya Saudi Arabia, alikuwa kwa mtu mmoja kutoka Yemen anauza miswaki, anauza nini vitu, lakini alikuwa hasali. Sasa wakati wa mfalme Khalid Saudi Arabia ilikuwa kuna mgambo, wale mgambo wanapita na virungu, kisha kuadhiniwa kama ujaingia msikitini unapigwa, lazima ukasali. Basi siku hiyo shaadhiniwa inataka kukimiwa, ndio umetokea mgambo, kana sasa nitapigwa. Akachukua ile basha lake kalibeba, akaingia msikitini, akalitupa mbele, ishafungwa sala. Akatoa na viatu akavichomeka, akasema usalli bila udhu wala nia khaufa min askari Saudia. Allahu akbar. Nasali sina udhu wala sina nia kusali, naogopa askari wa Saudia. Allahu akbar. Na ile anatamka kwa sababu mtu wa Yemen, usalli bila udhu wala nia khaufa min askari Saudia, kuonesha kwa hizi nia za sala zinakuwa nyingine za kijinga tu. Waweza kuwa watu wamekuja harusini tu, lakini akaona tena nilivyovaa na koti nini, watu tuna message sali hapa, anaingia na itikati ya udhu, na mimi ni sali angalau inaonekana na sali. Wengine wanakuja msibani tu, wengine wanakwenda kusalia sala maiti kwa sababu mtu maarufu tu. Sasa haya tumwachie Mungu mwenyewe, kwa sababu ndo anayeyaona.